Yes bwana, taarifa mpya kutoka katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Tayari kocha Steven Barker ameshapewa ripoti ya mwalimu ambaye ameondoka Dimitri Pantev, nini ambacho anataka kukiongeza katika kikosi chake, na amesema atakuja na fullback namba 3 ambaye ni Basi Eden, beki ambaye alikuwa naye katika kikosi cha Stellenbosch, lakini hivi sasa tunazungumza yupo katika kikosi cha Mamelodi Sundowns. Hivyo basi kocha Steven Barker amesema atakuja naye. Kuja kwa Basi Eden inaonyesha wazi kwamba mwalimu kwenye eneo la fullback namba 3 chaguo lake la kwanza atakuwa Basi Eden, chaguo lake la pili atakuwa ni Anthony Mligo. Hii inaonyesha kwamba Nabi Kamara kwenye eneo hilo anatolewa rasmi, kutolewa kwake anasogezwa kwenye eneo la kiungo. Ukija kwenye eneo la kiungo bado idadi inakuwa kubwa, kwa hiyo moja kwa moja unaweza kuona kwamba huenda Nabi Kamara asiwe sehemu ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba chini ya Steven Barker. Lakini pia Steven Barker amesema anahitaji kiungo mwingine ambaye ana uwezo wa kucheza namba 8, yani ule kiungo ambaye ana uwezo wa kuitoa timu chini kuipeleka juu. Ameiangalia Simba, ameona kile ambacho anakifanya Yusuf Kagoma ndicho hicho ambacho anakifanya Alassane Maodo Kante. Tofauti ni moja tu, Alassane Maodo Kante ni extra, yani ni ziada ya Yusuf Kagoma. Kwa hiyo staili yao ni moja, ila mmoja ni mzuri zaidi, lakini pale hakuna mtu mwenye asili ya namba 8. Hivyo Simba wapo mbioni kukamilisha dili la James Akamiko katika klabu ya Azam FC. Kuja kwa James Akamiko inafungua milango ya kuondoka kwa Joshua Budo Mutale. Kwa hiyo Joshua Budo Mutale pamoja na Nabi Kamara wanaondoka katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Nafasi zao inachukuliwa na Mgana James Akamiko, lakini pasi na kusahau pia Basi Eden kutoka Mamelodi Sundowns. Dili la Basi Eden pia halina ugumu kwa sababu kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns wapo mabeki watatu, kina Lunga, hao ndo ambao wanapata nafasi zaidi. Yeye ni chaguo la 3, na sababu yeye kuchukuliwa ni baada ya Stellenbosch kufanya vizuri katika michuano ya CAF Confederation Cup na yeye alikuwa kama captain. Kwa hiyo Mamelodi Sundowns wakaamua kumchukua, lakini kuja pale bado akashindwa kupata nafasi, na ni kawaida wachezaji kukosa nafasi katika kikosi cha Mamelodi Sundowns alafu kwenda kupata nafasi kwenye timu zingine kama Simba na baadhi ya ligi zingine. Kumbuka pia Simba waliwahi kumchukua Mwanjali kutoka Mamelodi Sundowns, beki huyu wakati, lakini pia Simba waliwahi kumchukua Luis Jose Mixon, kiungo huu, lakini pia Simba wamemchukua Rushin Dirok, pia Simba wamemchukua Neo Maema. Hao wote wanatoka katika kikosi cha Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo haitakuwa ajabu Simba kumchukua Basi Eden kutoka katika kikosi cha Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo hiyo ndio ripoti fupi ya kocha Steven Barker ambao amekuja nao katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa mengi zaidi hakikisha tu una follow page yetu ya Facebook, unatumia Yusuf Katalamula, lakini pia Simbaya ukaenda kule YouTube tunatumia Off Pitch TV. Na asante kwa wote ambao mmesubscribe Off Pitch TV na mnapata yale mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalamula, tuendelea kujuzana yale mengi ambayo yanajiri katika soka letu la Bongo, kwa maana unaigusa Simba, Yanga, Azam na nyingine. So kiujumla sasa tunaweza tukasema kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Barker kitakuwa hivi. Golini ni Musa Pinpin Kamara, na fullback namba 2 Shomari Kapombe, fullback namba 3 Basi Eden kutoka Mamelodi Sundowns, 4 na 5 Rushin Dirok pamoja na Wilson Nangu. Hao ndo wataunga safu ya ulinzi ya kocha cha wekundu wa Msimbazi Simba. Na kocha Steve Barker anacheza 4-2-3-1 kwa maana viungo wakabaji wawili hapo atakuwa James Akamiko pamoja na Alassane Maodo Kante kwenye 6 na 8. Alafu viungo watatu wa juu kwa maana kiungo wa pembeni Elim Panzo Kibisawala, kiungo wa pembeni upande mwingine atakaa Morris Abraham, alafu namba 10 atakaa Jean Shazawa, alafu kwenye eneo la namba 9 atakaa mwenyewe Black Lion, kwa maana hapa tunamzungumzia Mgana huyu Jonathan Soa. Hiki ndicho kikosi ambacho kocha Basi Eden ataanza nacho katika timu ya Simba Sports Club. Hivi ndivyo ambavyo yeye amesema. Kwa unaweza ukaona hapo kuna mpaka muda huo Simba atakuwa
wa South Africa watatu kama wachezaji, ukiacha kocha ambaye anakuwa wanne. Kwenye hao watatu, wawili nafasi ya moja kwa moja kuanza inaonekana, mmoja anahitaji kugombea nafasi ili aweze kupata nafasi ya kuweza kucheza. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tunasubiri na kuona itakavyokuwa baada ya Steven Barker kupewa ripoti kamili, na yeye ameangalia na ameona nini ambacho anahitaji kukiongeza kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kama wewe pia unahitaji kufanya biashara yako, kutangaza biashara yako na Off Pitch TV, tucheke kwa nambari ya simu ya 07116595. Tuna platform nyingi sana. Tunaweza tukakutangazia kwenye WhatsApp channel, lakini pia tunaweza tukakutangazia Instagram, tunaweza tukakutangazia Facebook, tunaweza tukakutangazia pia YouTube. Kwa hiyo popote pale na tupo na ofa kwa kiasi kidogo tu. Ukitoa pesa yako tunakutangazia kwenye platform zetu zote, na faida moja wapo ni kwamba kila post ambayo tunaweka tunakutumia na wewe linki. Kwa hiyo kama naona watu wako ambao wanataka watumie ili wajuze kuhusu biashara yako, itakuwa ni rahisi zaidi. Tucheki hapo ili tufanye biashara. Bye bye.